Asante sana ndugu yangu, namshukuru Ruba, muumba wa pekee, muumba wa vyote asiyeelezeka, ambaye hana mwanzo na mwisho. Nashukuru kwa kutupa neema kwa siku hii ya leo. Tuko hapa kwa ajili ya kueneza habari ya ukweli, injili iliyofichika ambayo haijulikani na watu wengi sana, lakini kwa ujio wa mstari wa pili sura 100 ndiye huyu mwalimu wetu anayetupa maarifa, ufahamu na uwezo wa kujua vitu vingi ambavyo watu wengi hawajajaliwa kuvijua. Hivyo tunazidi kuomba ndugu zetu mnaotufuatilia kupitia chaneli hii ya Mbantu TV, msisite kufuatilia ukweli huu, maana ni ukweli ambao ni adimu. Na mjue kuwa neema haiji mara mbili, neema ni mara moja tu. Kwa unapopata nafasi ya kusikiliza maneno mazito na magumu kama haya, fanya jitihada za kufuatilia ukweli huu ili kwamba usipitwe, maana mzaliwa wa pili tunaye, na baada muda fulani atarudi agizo kula vitu, kwa maana mbinguni. Kwa siku ya leo, mimi na kaka yangu hapa, mimi kwa majina yangu naitwa Lau Ngavama, ni moja kati ya wanafunzi wa mzaliwa wa pili sura 100, na mwenzangu atajitambulisha yeye mwenyewe, ndiye atakayeendesha somo hili la sadaka, mambo ya meza ya Bwana. Yeye ndiye atakayewakilisha kwa 100%, ili ndugu zetu ambao mnafuatilia, chukueni vitabu vyenu, Biblia zenu na nukuu mbalimbali, ili muweze kupenya na kujua siri zilizofichika. Kwa nini kwa siku ya leo linakuja somo kama hili ya meza ya Bwana? Tumeona kwa makanisa ya leo yalivyo mengi, yalivyo na bidii, kila kona makanisa yamejaa. Kuna vurugu nyingi. Wengi wanaaminishwa kwamba wanafanya kumbukizi ya meza ya Bwana kwa sababu ya kumbukumbu ya mateso aliyopata Yesu wao, Yesu Kristo wao, kwamba yeye alikufa msalabani, kwa hivyo alijitoa mwili wake kwa sadaka. Hivyo na wao wamelazimika kufanya meza ya Bwana kama alivyofanya Kristo mwenyewe, yeye akiwa na wanafunzi wake. Sasa ukweli ni upi? Na kwa nini meza ya Bwana? Kuna siri gani juu ya meza ya Bwana? Lakini sisi katika ukweli tunawaambia meza ya Bwana ni uchawi wa wazi wazi, usio na kificho. Kwa sababu huwezi kuchukua divai, hii ndio inakuwa mbadala wa damu ya Yesu, kwamba hapa mnakunywa damu ya Yesu. Hauwezi kuona kama wewe ni vampire. Demon ya vampire wazi wazi, uchawi wa wazi wazi. Na kuna wengine wanadiriki kwenye haya makanisa, wanapofanya shughuli muhimu kama hii, wengine kila mwezi au baada ya miezi mitatu mara moja, wengine kila siku kuna meza ya Bwana. Sasa kwa wale ambao jamii ya walokole wa Pentekoste wanafanya hii meza ya Bwana wakiwa na masharti, somo maalum linarushwa kwamba kila mmoja jitakase leo au Jumapili ijayo kwa meza ya Bwana. Kwa hiyo watu wanafanya jitihada ya kujitakasa mioyo yao, na yule ambaye anaona anaenda kinyume, ana zambi, anajitenga kama yupo vile, anachepuka, anaondoka zake. Kwa hiyo nabaki watu wale ambao wanajiona wao ndio watakatifu, watu safi, na mchungaji wao anaongoza. Je, nyuma ya utakaso wao wanaofanya, je, wako sahihi kwa 100%? Nyendo zao zinaendana na ukweli? Kitendo wanachokifanya kinaendana na ukweli? Je, maandiko yanasemaje? Huu ukweli wote mtakwenda kuupata leo kwa madhihirisho ya mzaliwa wa pili sura 100, ambaye ndio mwalimu wetu wa pekee. Dunia nzima mwalimu ni yeye tu, na dunia nzima hakuna dini ya kweli wala dhehebu ya kweli inayotenda mapenzi ya muumba wetu wa kwamba ni Ruba Tete. Dini zote ni za uongo. Kama ni za uongo, jiulize kwa nini mzaliwa wa pili aje na kutuambia dini zote ni za uongo? Je, dini ya kweli ni ipi? Au kweli ni upi? Fuatana nasi upate kupenya. Sasa namkaribisha kakaangu ili aingie kwenye somo zito na muhimu sana, muweze kufuatilia mpate kufumbuka macho yenu. Ondokeni na yale mapokeo ya kidini. Siku zinabadilika, msikalili na kubaki na mapokeo ya kikoloni. Tambueni kwa ukweli huu ndio utakao utawala dunia, ndio ngoma hii inatembea. Mwalimu ni mmoja tu, sura 100, na Ruba muumba wetu wa kweli ambaye hana mwanzo na mwisho anazidi kujitukuza. Asante. Karibu kakaangu. Asante kakaangu. Asante pia Mbantu Media kwa kufanya juhudi hizi kuwa pamoja nanyi katika ukweli huu. Sisi kama alivyotangulia kusema mwenzangu, ni wanafunzi wa mzaliwa wa pili
Peninsula 100. Sisi sio watu wa kidini. Kulingana na hali inayoendelea katika imani mbalimbali, zikiwemo za kidini, zikiwemo hata ambazo sio za kidini, weusi wengi wamebobea sana katika mafundisho yanayoweza kuwapeleka katika kifo cha kiroho. Kwa siku ya leo tutazungumza mada ambayo umeweza kuisikia kwa utangulizi. Maana kabla hili zoezi halijatendeka, mnajua nyinyi wenyewe kwamba kuna michango ambayo huwa inapita kwa ajili ya kulifanya hili jambo liweze kufanikiwa au kufanikishwa, kama vile ni jambo ambalo litakumbusha namna Kristo alivyokuwa akifanya pamoja na wanafunzi wake. Watu wanaambiwa watoe sadaka, watu wanaambiwa waandae vyakula, watu wanaambiwa wajitayarishe. Na kama imani lako litasuasua kwenye huu ujumbe ambao tunaokwenda kuongelea kwa siku ya leo, hata kwenye hiyo mikusanyiko wanawaambia kabla halijatendeka hili jambo kwamba wajiondoshe, wajitenge. Kwa maana unapokula meza ya Bwana, maana yake wewe ujiangalie kabisa kwamba mwenendo wako uko namna gani. Kama hauko sawa, usishiriki kabisa. Kwa hiyo meza ya Bwana watu wanatafsiri kwa aina mbalimbali. Wanaweka kwamba ni meza, ni ushirika ambao watu wanakomunika, watu wanapata ekaristi. Kwa hiyo watu wanajiweka kikamilifu kupitia kitendo hicho kwamba wanashiriki meza ya Bwana, wanaojiita kwamba ni waumini katika dini. Wanakula mkate na divai. Lakini uwakilishi wa namna hiyo umeongelewa ndani hata ya Biblia, na ndio maana wanaiga, wanachukua historia ya Yesu ambaye aliyeletwa na wazungu wakipenda kuamini kwamba ni Kristo. Na tutakwenda kumtoa nje, kwa maana yeye mwenyewe alizungumza kupitia Mathayo 26. Unaweza ukasoma ili tuingie kiundani sasa. Unaweza ukasoma Mathayo 26 mpaka 28. Kakangu, unaweza kanisomea hapa mstari huu. Inasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikwayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Haya ni maneno ya Yesu kupitia kitabu cha Mathayo, ambaye Yesu mwenyewe anasema kwamba mkate utawakilisha kwamba ni mwili wake, na divai itapenda kuwakilisha kuwa ni damu yake. Sasa katika uhalisia, damu inawakilisha nini? Ukiangalia katika Walawi 17:11, hata Mungu mwenyewe aliweza kutoa angalizo. Maana tutakwenda kuwafunulia mambo ambayo yalikuwa yamefichika, na ni mzaliwa wa pili aliye tufahamisha haya. Nitasoma hapa. Kitabu cha Walawi 17 taanzia mstari wa 10, unasema kwamba kisha mtu awaye yoyote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakaao kati yao, atakaye kula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo
aliye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Kwa hiyo hapa ni nini ambacho tutapenda kukimaanisha? Kulingana na Mungu hapa anasema kupitia Walawi 17 mstari wa 10 mpaka 11, anasema damu itawakilisha nafsi ya mtu, kwa sababu uhai wa mtu uko katika hiyo damu. Kwa hiyo aliweka masharti kwamba mtu yoyote wa nyumba ya Israeli akionekana kwamba anakula nyama pamoja na damu yake, huyo anatakiwa kutengwa, anatakiwa kuondolewa kwenye kusanyiko la Mwenyezi Mungu, na anatakiwa kukatiliwa mbali. Lakini Yesu anapenda kuwakilisha uwakilishi wa kwamba unapokula mkate, maana yake unakula mwili wake. Unapokunywa damu, maana yake unapokunywa divai, maana yake unakunywa damu yake kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na katika Agano la Kale watu walikuwa wanachinja wanyama kwa ajili ya kusafisha kwa ajili ya kusafisha dhambi zao ili waweze kusamehewa. Lakini ilikuja ikaonekana kwamba damu ya fahari, yani ya mbuzi au ng'ombe, haiwezi kuondoa dhambi. Sasa kwa nini kwa wakati huu wale wanaojiita kwamba ni waumini, wanaojiita kwamba ni Wakristo, maombi yao wameyaweka zaidi katika hiyo damu? Maana mada ni kwamba meza ya Bwana na meza ya damu na meza ya Bwana kumlazi, sio meza ya damu, itapenda kuwakilisha haya tunayoyazungumza. Kakaangu, unaweza kanisomea kitabu cha Yoeli 2:32 2:32. Hapa 2:32 inasema hivi: na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayeliita jina la Bwana ataponywa, kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuweko watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao waitwao Bwana. Kitabu cha Yoeli kinatuambia yote atakayeomba kwa jina la Bwana, yani kupitia Bwana. Na Bwana tunajua ni nani? Ni muumba, aliyeumba mbingu na nchi kabla ya vitu vyote, kabla ya Kristo. Huyo ndiye tunayemzungumzia hapa. Anatuambia wewe ukitaka kuomba, unaomba kwa jina lake. Na jina lake ni nini? Na jina lake ni neno lake mwenyewe. Ndio utakavyoweza kuokolewa. Sasa basi tuendelee ili kuangalia sasa kwamba namna gani tunavyopenda kumaanisha watu wanavyokuwa wakiomba au wakikomunika au wakipata ekaristi, kwamba wanakula mwili na kunywa damu ya Yesu wanayemwamini kwamba ni mkombozi wao. Sasa basi tuendelee ili kuangalia kuhusiana na haya tunayoyazungumza, maana tunawapa hiari ya kuweza kuchunguza. Unapoenda katika kitabu cha Waebrania 9:14, kangu unaweza kanisoma Waebrania 9:14 hapo. Biblia habari njema inasema hivi: lakini kwa damu ya Kristo mambo makuu zaidi hufanyika kwa nguvu ya Roho wa milele. Kristo alijitolea mwenyewe tambiko kamilifu kwa Mungu. Damu yake itatutakasa dhamiri zetu kutokana na matendo yatakasayo kifo, ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai. Na ndiyo maana wale walioko katika dini wanaomba damu ya Yesu iweze kuwaokoa.
damu ya Yesu iweze kuwalinda kwa sababu ya maandiko haya tunayoyazungumza hapa, ikiwemo hili la Waebrania 9:14. Sasa tuangalie tu kiuhalisia ndugu zetu. Maana tunatambua kwamba ikiwa Kristo ni mkate, huo mkate kwamba uwakilishe mwili wake, alafu ule mwili wake, ina maana gani hiyo kiroho? Itakuwa haina maana yoyote. Itakuwa haina maana yoyote. Sasa ikiwa watu wanaazimisha meza ya Bwana na wanasikia Yesu anazungumza kwamba huu ndio mwili wangu, kwamba waule, na hii ndio divai ambayo ni damu yake, kwamba wainywe, wanakunywa. Maana yake kama hawanywi, maana yake ni waongo. Maana Yesu mwenyewe anawaambia kabisa kwamba wanatakiwa kunywa, wanatakiwa kula mwili wake, na kwa wakati huu hawawezi kumuona kimwili. Sasa wanamla namna gani? Yaani jibu tu ni kiroho. Yaani wanafanya mambo kiroho. Maana yake katika uhalisia mwingine sio kwamba havipitiki, vinatendeka. Maana kakaangu ametangulia kusema kwamba huo ni uchawi ambao unaofanyika katika hizo dini, kwa sababu kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15:50 imeandikwa namna gani? Mwili na damu haviwezi vikalisi ufalme wa mbinguni. Sasa ikiwa wanaomba damu ya Yesu na ikiwa wanakula mwili wa Yesu, sasa katika kiroho, je, kuna mwili huu ambao wanaoambiwa kwamba huu ndio mwili wangu? Kuna damu hii wanaoambiwa kwamba ni damu yake, kwamba wainywe? Jibu ni hapana. Kwa hiyo wao wanageuka, wanakuwa mavampire, wanakuwa vampirism wa kiroho. Yani kiroho maana yake kama jinsi lilivyokuwa nazungumza hapa, yani katika kiroho wao wanageuka, wanakuwa vampirism wa kiroho. Wanakunywa damu na kula mwili. Yani kiroho maana yake wao wanafanya mambo ya kichawi. Hawana tofauti na wale wachawi wanaowazungumza kwamba wao wako katika giza, kwamba hawamjui Mungu, lakini wao wanatenda uchawi wazi mbele ya dini, mbele ya huyo Yesu wanayemwamini. Wanajiita kwamba ni watakatifu, kwamba wanashiriki meza ya Bwana. Kwa hiyo wale wanaojiita kwamba ni mitume, wanaojiita kwamba ni manabii, wanaojiita kwamba ni maprofeti, wao hayo walifundishwa kupitia hizo teolojia, na ndio maana wanaamini wanachokifanya labda ni ukweli, kumbe sio ukweli. Ndugu zangu, inatakiwa mkubali tu kuwa wanafunzi wa mzaliwa wa pili Zurura 100, ili muweze kuzungumza ukweli, muweze kufundisha kulingana na ukweli, maana ukweli uko mbele yenu. Kwa hiyo katika kiroho, ndugu zetu, ndivyo inavyotendeka. Yani ni mambo ya kichawi yanayotendeka. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaombeni muweze kuchunguza haya tunayoyazungumza, na ndiyo maana tutakwenda kuangalia sasa kwamba ni akina nani watu wa kwanza kuomba mpaka kwa wakati huu wamechukua huo ufahamu, na wao wanaendeleza. Ni kina nani waliotangulia? Ndivyo utaweza kugundua kwamba hiyo meza ya Bwana wanayoiazimisha, wanavyosema kwamba wanakula mwili na kunywa damu, ni uongo mtupu unaofanyika. Unapoenda katika kitabu cha Mathayo 27:24 mpaka 25, imeandikwa hivi: basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Kwa hiyo Pilato alikuja akagundua, akaona kabisa kwamba Kristo
ambaye tunaamini kwamba alikuwepo. Hapana, huyu Yesu ambaye wanamuita kwamba ni Yesu Kristo, huyu ni Kristo wa kweli aliyekuwa ni mweusi. Kwa hiyo Pilato alikuja akatambua kwamba huyu mtu hana kosa lolote, lakini kwa sababu alikuwa anasukumwa na wale watu waliokuwa wanahitaji, wanamwambia sisi tunaomba. Kwa hiyo akaona ghasia ya namna hiyo kwake inazidi. Ni kitu gani alichokifanya? Yeye alinawa ili kwamba damu ya Kristo ambaye ni mwenye haki isimwangukie. Sasa tusikilize wale watu waliokuwa wanadai walisema namna gani. Wakasema, mstari wa 25, watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Na ndiyo maana watu wanaomba damu ya Yesu. Kwa hiyo wale wote wanaomba damu ya Yesu, kwamba wanakula mwili wa Yesu, yani ni wa kwanza ndio hawa waliomuua, ndio waliomwangamiza Kristo. Kwa hiyo walisema kwamba we Pilato, haya hayakuhusu, tuachie sisi, kwa sababu sisi lengo letu huyu mtu ni kuweza kumsulubu, kumwadhibu. Sasa itakusumbua nini wewe kama damu yake itatuangukia sisi, wewe tuache. Na ndio maana wao wanajitakasa, wanasema wanakunywa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inawalinda, damu ya Yesu inawaokoa, yani wanajiosha, wanajisafisha. Je, hayo ni maombi kweli kweli? Kwa sababu mtu anayemwamini Mungu, mtu anayetembea kulingana na Mungu, yeye ni msafi kiroho. Yeye ni msafi kiroho, yani ni mweupe. Hivi wewe utakuwa na shati nyeupe, alafu jitakase kwa damu, yani kiroho, yani ujioshe kwa damu, utakuwa unachafuka? Utakuwa unajisafisha kweli? Utakuwa unajisafisha kweli? Yani unajitakasa kweli? Kwa hiyo ni kujichafua bure, ni kujichafua katika, yani sijui nitumie neno gani. Kwa hiyo yoyote anayeomba damu ya Yesu, yoyote anayekula mwili wa Kristo, maana yake huyo anafanya uchawi wa wazi wazi, na ni mafundisho ya kishetani yanayotendeka. Asanteni kwa kuweza kunisikiliza, na mwalimu ni mmoja tu, Zulula 100.